Siku ya jana Oktoba 17 kupitia ukurasa wake wa X, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema aliandika kwamba maisha yake yako hatarini na akimwomba Mheshimiwa Rais amlinde kwa sababu kuna watu wanafuatilia uhai wake na ikibidi yuko tayari kwenda kukaa ndani kwa hiari yake kusudi tu familia yake angalau itakuwa na amani kwamba yeye yuko salama. Jeshi la polisi likatoa taarifa. Moja ya taarifa iliyotoa leo ni kuhusu Godbless Lema ambayo ilikuwa ni kama taarifa ya pili kwenye taarifa mbili walizotoa. Nikinukuu kile ambacho kimeandikwa na jeshi la polisi, waliandika taarifa ya pili ambayo waandishi wa habari wamekuwa wakitaka ufafanuzi ni kuhusiana na taarifa ya ndugu Godbless Lema aliyoandika na kusambaza kupitia mitandao ya kijamii kuwa usalama wa maisha yake upo hatarini. Ufafanuzi ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kufuatilia kwa karibu na tunamsisitiza afike katika kituo cha polisi ili awasilishe taarifa yake hiyo rasmi kwa hatua zingine kwani ndio utaratibu wa kisheria. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito na kusisitiza kwa baadhi ya viongozi na wananchi waendelee kuzingatia utaratibu wa kisheria wa kuwasilisha taarifa sahihi kwa jamii na mamlaka za haki jinai ili kuepusha upotoshaji na taharuki zisizo za lazima. Ikitolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu polisi Dodoma, Tanzania. Hasa baada ya taarifa hiyo hapo Godbless Lema amerudi tena kwenye mtandao wake wa X na kulijibu jeshi la polisi, ambapo Godbless Lema aliandika kwamba pengine huna taarifa bwana msemaji. Nilifika polisi jana usiku kutoa taarifa na niliwaomba waniweke ndani kama njia muhimu zaidi ya usalama wangu, lakini hawakutaka kunipa nafasi hiyo salama. Nilikutana na OCCID bwana Mahita. Nilikaa kituo cha polisi kati ya Arusha takribani saa nzima tukijadiliana na kutafakari. Waliniambia nirudi nyumbani na niwe makini na wao wanafuatilia. Bwana msemaji, nani anazua taharuki, wauaji na watekaji au wanaotafuta usalama kwa kilio kikubwa? Mkiwa mbele ya vyombo vya habari kuweni na nidhamu iliyobeba utu. Alimaliza hivyo Godbless Lema. Mimi ni Travis Chao.